ujumla ni juu ya golikipa John Noble, tukio ambalo alilifanya, na najaribu kuwaelewa Fountain Gate, uongozi wao, kitendo cha kumsimamisha golikipa yule baada ya mchezo ule, lakini pia najaribu kumuelewa Robert Matano, kocha wa Fountain Gate, ingawa kwenye nilitarajia maybe Robert Matano angeweza maybe kumlinda mchezaji wake, kwa sababu yule ni mchezaji wake, yeye anapaswa kumlinda kwa namna moja ama nyingine. Mfano mzuri, mtazame Fallu Davis, kile ambacho alikifanya mara baada ya Simba kushinda kupata matokeo katika dimba lile la Fountain Gate dhidi ya Robert Matano huyu Ladek Chasambi anasawazisha lile goli. Miongoni mwa maswali ambayo aliulizwa dhidi ya Ladek Chasambi, na akasema mchezo unaokuja mimi naanza naye, isipokuwa kwa nini nimesema najaribu kumuelewa, alafu baadaye nikasema naona alikuwa anastahili kumkingia kifua. Upande wa kumuelewa nimemuelewa kile ambacho alizungumza reality, kile ambacho kilitokea. Makosa ya John Noble yamekuwa ya kujirudia. Alishawahi kufanya hivyo dhidi ya JKT Tanzania, alishawahi kufanya hivyo dhidi ya Simba kama tunakumbuka, lakini posti zake zipo nyingi sana ambazo amekuwa na hayo makosa kujirudia. Namna gani ambavyo anadaka mipira yake, mipira ambayo si hatari, yeye anairahisisha, inakuwa ni yani anabadilisha uelekeo wa mpira, na mpira unakuwa ni wa hatari wakati mpira haukuwa wa hatari. Mfano, tazama goli la jana, miongoni mwa mipira migumu kwa golikipa kudaka ni mipira ya kichwa. Lakini kichwa cha Dube, kwa sababu ule mpira haukutoka moja kwa moja kwenye mguu wa Stefan Aziki, kwa maana ya sio shuti la Stefan Aziki, ule mpira ulifika ukago, alafu Prince Dube ndo akaupiga kwa nyuma. Akaupiga kwa nyuma kwa kichwa. Sasa ukiutazama kasi ya ule mpira haukuwa na hiyo kasi ya kutisha. Na hata golikipa namna alivyokuwa amejiandaa kuudaka ule mpira, unaona kabisa ni golikipa ambaye hesabu zake zilikuwa zimeenda vizuri, isipokuwa tu style yake ambayo alienda kuudaka ule mpira katana katika ngazi ya golikipa wa ligi kuu. Unasema hapana, amekuwa na makosa kujirudia tena. Akaja akasahihisha na kugongelea msumari, sijui ni nyundo alitumia I don't know. Kile ambacho alikifanya, yani hata hatujacheza hiyo level ya ligi kuu ndaki, hatujacheza hiyo level ya ligi kuu, lakini kimtaani tumecheza. Unasikia mtu anakuambia wewe osha, yani ni marufuku kuligeukia lango lako ukiwa upo katika option ambayo inakuruhusu wewe maybe utoe ule mpira nje ama ubutue yahesabika kama clearance. Sasa ukiangalia profile ya John Noble, golikipa mkubwa kabisa katika level za ngazi ya timu ya taifa, lakini toka ametua hapa nchini akiwa na kikosi Tabora United, kwake yeye hakuna aliyetarajia afanye kosa kama lile. Turning over, anaipiga kuelekea katika lango lake, tena anaona mlinzi wake yuko mbali, hayupo katika huko karibu. Prince Dube, opponent wake, anakuja kumfanyia pressing. Kuna Stefan Aziziki anafanya mikimbio bila mpira, unarudisha turn over nyuma katika lango lako. Ni kitu ambacho hakuna vile ambavyo utaweza kuelimisha dunia. Angeosha, kwa sababu kulikuwa na option either abutule mpira hesabika clearance ama autolee upande wa mashabiki ambao walikuwa. Kulikuwa hakuna haja yeye kurudi ndani. Wengine wanahusisha, wanasema maybe bahasha zipo ambazo zimetembea, lakini kwamba amefanya jambo. Yes, lakini kuna Yanga kwamba wameijua Fountain kiasi hicho kwamba sio wapinzani sasa kwao sasa hivi, au changamoto kubwa ni nini? Mechi ya kwanza iliyopigwa iliyopigwa uwanja nyumbani wa Yanga, walishinda magoli 5-0, na sikumbuki ni lini Fountain Gate walionyesha ushindani mpaka useme Yanga siku ya jana walitoa bahasha kwa ajili ya kutaka kushinda hiyo mechi. Zipo mechi ambazo unaweza ukawa na hivyo vimelea, ingawa ni vigumu sana kwenda kuthibitisha, kwa sababu unapozungumza hilo jambo la bahasha, maana yake unapaswa kuwa na vidhibitisho vya uhalisia. Hiyo bahasha imetembea kwa namna gani? Sasa kwa kile ambacho kinazungumza katika mitandao ya kijamii, najaribu kujiuliza na kuhusianisha, kwani utamjuaje golikipa mbovu na golikipa aliyepewa bahasha? Yani utajuaje? Unatumia vipimo gani kutenganisha?
Kwangu mimi jana tunataka tofautie kati ya Nobo aliyepewa hela na Nobo mbovu. na Nobo mbovu. Utamjuaje Nobo mbovu? Nobo huyo mbovu hiyo Nobo. Sasa hiyo Nobo mbovu. Sasa kwangu mimi ukibandika ukipotoa Nobo mbovu, unasema unaweka Nobo nzima. Hiyo Nobo nzima ilikuwa. Kwangu mimi sibandiki tu kwamba yule wajani Nobo mbovu ama yule wajani Nobo wa bahasha. Isipokuwa kitu ambacho mimi naweza nikazungumza, naweza nikatoa majibu ya Nobo wa jana kupitia vitu kadhaa, na miongoni mwa vitu hivyo ni Yanga yani Yanga atembeze bahasha hiyo mechi kama kwa sababu ipi? Yani kwamba Yanga walikuwa hawana uwezo wa kuifunga ile Fountain Gate. Okay. Mbali na makosa ambayo alifanya Nobo, tazama hawakuwa na hiyo on target wale Fountain Gate. Sasa kama timu haina, wanasema kwenye mpira wanasema ukiwa na safu nzuri ya ulinzi itakufanya ushinde vikombe, ila ukiwa na safu nzuri ya ushambuliaji itakufanya ushinde mechi. Yani inawezekana ukafunga safu yako ushambuliaji ikafunga magoli 5, alafu eneo lako la ulinzi likaruhusu goli 6. Maana yake kuna mechi utakuwa unashinda kwa sababu una safu nzuri ya ushambuliaji, lakini mechi nyingi utapigwa kwa sababu una safu mbaya ya ulinzi. Sawa, tuamie kwenye mchezo wa Simba jana ambao umeleta hisia nyingi, na mpaka mchezo unaisha kocha wa Simba ni kama hakufurahishwa na matokeo. Siku ya Jumapili unazungumzia juzi siku ya Jumapili. Nafikiri mimi niko tofauti kidogo na watu jinsi ambavyo wanamtazama Fadlu Davis. Wapo watu ambao wanaamini ni mbinu za kocha wa Simba Fadlu Davis, lakini kwangu mimi sioni mbinu yenye riski, yani na riski kwa sababu kama ni mbinu na itaathiri yenye riski, kwangu mimi sioni kama walio wengi jinsi ambavyo wanamfikiria mbinu za Fadlu Davis wanakuwa wako sahihi. Kwangu mimi Fadlu Davis anapaswa kurekebisha sana na kulifanyia kazi, na naamini analifanyia kazi hasa katika second half. Kipindi cha pili zipo mechi ambazo Simba amepata wakati mgumu sana. Tunakumbuka dhidi ya wale Bravo di Maquis, miongoni mwa mechi ambazo mpaka hii leo Fadlu Davis anasema ni mechi bora sana kwa upande wake. Ni mechi ambayo imempa ugumu sana, licha ya kuwa Simba walishinda 1-0, lakini tazama poor performance kutoka kwa wachezaji wa Simba katika kipindi cha pili. Wapo watu ambao wanasema ni mpango wa mwalimu. Hakuna mpango wa mwalimu unaoruhusu golikipa au man of the match. Lakini tazama dhidi ya wale wakina Mabululu Al Ahly Tripoli, kipindi cha pili ni Simba ambayo haikuperform katika level ambayo inafahamika. Lakini tazama hata wale CS Constantine wenyewe Sfaxie mpaka Kibudeni anakuja kufunga dakika za jioni. Ni Simba ambayo iliuma, kama tunakumbuka mechi ilikuwa 1-1. Kibudeni anakuja kuipatia Simba goli la uongozi. Ni Simba ambayo ilistruggle sana kipindi cha pili. Unaziona Simba mbili tofauti. Simba kipindi cha kwanza kabla haijapata matokeo ni Simba ambayo inakupa kila kitu kwa 100%, lakini wanaporudi katika first half kuna vitu vingi sana ambavyo vinapungua, hasa level intensity ya mchezo jinsi ambavyo unazidi kuendelea. Lakini ukirejea katika mchezo wa siku ya Jumapili unaona wale Stellenbosch, na Stellenbosch ni sifa yao. Al Masry wakati wanafungwa dakika 90 zinamalizika katika uwanja wa Al Masry kwa Madiba, zilimalizika 0-0. Walivyokwenda kucheza na Al Masry ugenini, walicheza kipindi cha kwanza, mchezo ukamalizika, hakuna timu ambayo iliweza kuona lango la mwenzio. Lakini sifa kubwa ya Stellenbosch ni jinsi watakavyoanza, speed yao ndivyo watakavyomaliza. Kipindi cha pili waliwakunja vizuri sana Al Masry mpaka ukawa unajiuliza hawa Al Masry wako ugenini wako nyumbani. Kwa wale Stellenbosch sifa yao ya kwanza ni intensity ambayo wanaitoa wachezaji wao dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Sasa hiyo ni ubora wao, na miongoni mwa madhaifu ambao Simba wako nao ni kutokukupa intensity kuanzia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka dakika ya 90 ya mchezo. Kwa hiyo hii maana yake ni kwamba Fadlu Davis kuelekea katika mchezo wa marejano, eneo pekee ambalo maybe anapaswa kulirekebisha na kulitazama katika jicho jingine ni hasa katika first half, kipindi cha pili. Sio kila siku unaweza ukapata matokeo
kwa kucheza kipindi kimoja, kipindi kingine zipo siku ambazo utakuwa na matokeo mabovu mfululizo kwa sababu tu ya wewe wachezaji wako kupoteza focus na level intensity. Kwangu mimi kama ambao nimezungumza, tafsiri kama ni mpango mwalimu. Hakuna mpango mwalimu ambao unaruhusu ushambulie una goli moja la uongozi. Badala yake unapaswa kuwa na, hata kama kipindi cha pili una style fulani ya ulindaji wa kile ambacho uko nacho, lakini sio kwa level ya kushambulia kwa namna hiyo. Kwa hiko ambacho umekiuliza kwamba wapo mashabiki ambao wanaona ni kama bado mchezo ni mbichi. Yes, wako sahihi, ni kulingana na performance ya Simba. Na kwa haraka kabla ya wale Berkane hawajacheza na CS Constantine katika michuano hii ya Afrika, kwa maana ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho, ni Simba pekee ndio iliyoanza kupata goli. Yani tumeshuhudia sare ya kutokufungana, sare tasa baina ya Al Ahly dhidi ya baina ya Mamelodi dhidi ya Al Ahly, tukashuhudia sare tasa baina ya Orlando Pirates dhidi ya Pyramid ligi ya mabingwa barani Afrika. Tukashuhudia nusu finali nyingine ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba ndo akawa wa kwanza katika hiyo michuano kupata hilo goli, kushinda mchezo wa kwanza. Lakini wale ambao wamepata sare nyumbani kwao, kwa maana ya Orlando wamepata sare, lakini pia Mamelodi wamepata sare, inakuwaje wao hawajadiliwi katika ubaya zaidi na badala yake inajadiliwa Simba ambayo imeshinda katika huo ubaya? Maana yake ni kwamba performance ya timu ndio inakupa kesho wanachezaji. Sasa kulingana na mechi jinsi ambavyo Simba walicheza, first half hakuna mtu ambaye ana doubt. Second half, kipindi cha pili, ndo wasiwasi zinavyokuja hasa katika uwanja wa nyumbani. Lakini tusisahau kwamba Simba msimu huu kama tunakumbuka mechi zile za away, jinsi ambavyo wanacheza vizuri sana tena kuliko hata viwanja vya nyumbani. Kwa hiyo hiyo mechi kwangu mimi, licha kwa Simba hawakucheza vizuri kipindi cha pili, lakini hiyo mechi naiona bado ni mbichi. Je, ni kweli Simba atafungwa 2-0? Kwa sababu ili Simba ondolewe kwenye michuano wanapaswa kufungwa 2-0. Una Mpanzu ndani, una Kibudeni ndani ambao wanalazimisha mashambulizi kwa haraka zaidi. Watakubali hizo 2-0? Hilo ni swali jingine ambalo tunapaswa kujiuliza. Lakini tumi ili Simba waweze kutinga katika hatua ya nusu finali ya finali, kwangu mimi wachezaji wawili tu wanapaswa kuamka vizuri. Elim Panzu na muhitaji amke vizuri kwa namna yoyote, iwe mvua iwe jua. Lakini pia Speed Pinpin Kamara na muhitaji amke vizuri katika mchezo wa marejeano. Hawa watu wasipoamka vizuri, Simba itakuwa katika wakati mgumu sana. Ya, nafikiri kuna changamoto ambayo pengine kocha wa Simba anawezekana akaishi kimazoea na inaweza ikamkosti, ni kufanya sabu zisizo na sababu kipindi cha pili. Nafikiri kuna sabu za mazoezini anazileta kwenye michezo, kwa sababu ukiangalia time nyingine hafu ya pili unakwenda kufanya sabu ambayo pengine ilikuwa haitajiki, na mwisho wake tumeona mashabiki wakimtupia lawama baada ya John Charles Ahoua kuweza kuomba sabu, lakini ameshamaliza ile sabu. Manake ilimlazimu lazima Ahoua arudi ndani ya uwanja. Na ukiangalia kiufundi kulikuwa hakuna sababu time nyingine kufanya sabu. Mambo mengi zaidi. 1:15 mpaka saa 3 kamili za usiku ndani ya timu yenu huko watawasaidia inapoonekana. Napenda sana ambao